Amen. Niwatie moyo. Nataka nieleze thamani au value ya mwanamke kanisani. Umuhimu wa mwanamke kanisani. Mnanielewa? Nikisema thamani mnaelewa? Umuhimu mnaelewa? Kwamba mwanamke ndiye kiumbe muhimu sana kwenye mwili wa Kristo. Kwa Kinyarwanda mnasemaje? Nataka nieleze thamani. Unajua, moja ya vitu vingi ambavyo vimefanya, nilikuwa napita kwenye makanisa mengi huko mjini ya wenzetu yamefungwa. Mengine wameuzisha, wakachukua wale wenzetu. Lakini ukifuatilia kwa nini yale makanisa yamefungwa, ukifanya utafiti utagundua, ukifanya kujua kwa nini yamefungwa, utagundua yale makanisa yalifika mahali yalikuwa hayatambui thamani ya mwanamke kanisani. Walipomsukumia mwanamke nje ya system ya uongozi, system ya kuendesha mambo kanisani, makanisa yakafa. Kwa sababu gani? Uhai wa kanisa unategemea mwanamke. Nitawapa mifano michache ili muelewe. Umewahi kujiuliza kwa nini kitabu kile cha Zaburi, mnaita Zaburi? Zaburi? Nye mnamuitaje kwa lugha ya Saburi? 68. 68. Makumi sita na ngapi? Na 8, halafu mstari ule wa 11. 11. Makumi sita 68. Ule mstari ule wa 11. Unaweza ukasoma kwa Kiruga? Sijui ndio Kiruga au ndio lugha ya taifa. Ndio. Ubwoko bwawe bwatuye muri wo. Mana witeguriye umunyamubabaro kubwo kugira neza kwawe. Amen. Kiswahili hapa nasema hiyo 11, Bwana analitoa neno lake, wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Okay, nasomye bitandukanye kuko izi Bibiliya ziratandukanye na ziriya. Nukuvuga ngo twebwe kuri izi zacu ni umurongo wa 12. Nukuvuga ngo kuri izi zacu ni umurongo wa 12 uvuga ngo umwami Imana yatanze itegeko, abagore bamamaza inkuru baba benshi. Amen. Wanawake ni jeshi kubwa. Na kusomea hii mistari wakati nafafanua ili uweze kuelewa. Ukisoma tena Yeremia kandi Yeremia mlango wa 9, Yeremia 9 mstari ule wa 17 kwa 11 17 wa 17.
mlango wa 9 mstari wa 17. 9:17. Anasemaje kwenye hiyo hapo? Umeshafika? Kwa Kiswahili anasema ndio, Bwana wa majeshi asema hivi, fikirini nyinyi mkawaite wanawake waombolezao, ili waje wakatume na kuwaita wanawake wenye ustadi, ili waje na wafanye haraka na kutuombolezea, ili macho yetu yachuruzike machozi na kope zetu zibubujike maji. Anasema maana sauti ya maombolezo imesikika katika Sayuni. Amen. Sasa muyacu ni 16. Uwiteka Nyiringabo avuga ati mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze, mutumire abagore b'abahanga baze, kandi batebuke batuborogere, kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. Amen. Amen. Kwa nini nimesoma hii mistari na mingine nitawasomea ya Agano Jipya? Kwa nini nimesoma hii mistari? Nataka uone thamani ya mwanamke katika kanisa tangu Agano la Kale. Mnaelewa nikisema Agano la Kale? Tangu Agano la Kale, thamani ya mwanamke. Ninapofundisha masomo mara nyingi ya wanawake, kuna wakati nafundisha changamoto za mwanamke au challenges ambazo mwanamke anazipitia. Huwa ninaeleza changamoto kama 11 hivi, tutakuja kuziangalia wakati mwingine. Changamoto ni mpinduka. Yani ile challenge ambazo mwanamke anapitia. Huwa impinduka abagore bacamo. Yani kuna mambo ambayo mwanamke anayapitia. Huwa ninawaambia moja ya changamoto kubwa ni kuwa mwanamke. Yani kuwa mwanamke, hiyo nini? Ni changamoto kuwa mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke ndio kiumbe ambacho kinafanya mambo mengi, lakini bahati mbaya mambo yake hayatambuliki. Yani nitumie lugha ngumu kidogo, wanaume watanisamehe. Yani ni kwamba wanawake kwa bahati mbaya mnaishi na vipofu wenye macho. Mnaelewa nikisema vipofu wenye macho? Yani Biblia inasema mna macho ya kuona lakini hamuoni. Yani umewahi kuishi na kipofu asiye na macho? Yani kipofu aliye na macho, ana macho lakini haoni. Umewahi kuona watu wa namna hiyo? Kuna mwanaume mmoja aliwahi kuja kwangu akaniambia, mchungaji niombee. Nikasema kwa nini? Akasema kwa sababu mke wangu ni mzigo sana. Nikasema kwa nini? Hafanyi chochote, yupo tu nyumbani, hana kazi yoyote. Moyoni nikajua tu huyu mama na kazi ngumu ya kuishi na kipofu mwenye macho. Anayo lakini haoni. Nikasema ngoja nisaidie, angalau kama mtu ni kipofu, ushike mkono umwambie hii ni nini, aseme hii ni kitabu, hii ni nini, hiki ni nini. Alafu baadaye muulize, unaposema hakuna kitu hapa, kumbe vipo ila mimi nilikuwa sijaviona. So nikasema huyu nimsaidie kwa kuwa ana macho lakini ni kipofu. Nikasema umesema mke wako ni mzigo? Akasema
hafanyi chochote. Nikamwambia pole sana. Sasa asante. Kwa hiyo umekuja nikuombee. Mungu anipe neema ya kuishi naye. Nikasema, una watoto wangapi? Akasema 5. Nikasema, kweli mke wako ni mzigo. Nikasema, na watoto 5 hajakusaidia hata mmoja. Umebeba mimba zote 5. Umeenda leba peke yako. Umelia, umezaa mtoto wa kwanza, mke wako anakuangalia tu. Umezaa mtoto wa pili, anakuangalia tu. Paka wa 5 umenyonyesha mwenyewe, yeye yuko tu anakula tu. Mwenzetu uko na tabu. Akasema, unamaanisha nini? Nikasema, najaribu tu kupima huo mzigo ulio nao, kwa sababu sisi wenzio tuna watoto, lakini aliyebeba mimba wake zetu, walionyonyesha wake zetu, na hatukuwalipa. Wamebeba mimba bila kuwalipa, wamenyonyesha maziwa yao, bili ya maziwa hatujawahi kulipa. Wamebeba watoto migongoni. Si unajua Afrika hakuna vibaisikeli? Mgongo wako ndio baisikeli yako. Wamebeba, yani wewe umebeba mwenyewe. Mke wako yupo tu, hakusaidii. Sasa aliolewa hapo kufanya nini kama watoto nazaa wewe? Wewe ndio unabeba mimba, yeye yuko anakula tu. Nikasema kweli mwenzetu una mzigo. Nikamwambia, ni kwa sababu unaamka asubuhi, wewe ndio unaosha vyombo, wewe ndio unafagia nyumba, wewe ndio unaogesha watoto, unawapeleka shule, unawapokea, unawaraza, unakuwa wa mwisho kurara, ukiraza watoto, ukifunga madirisha, ukifunga nini. Unaamka asubuhi tena, unapikia chai, unampikia na yeye, unamfulia na nguo zake. Kweli unahitaji maombi. Tunahitaji tukuombee Mungu akusaidie. Akaniangalia. Akasema, mbona sikuelewi? Akasema, hunielewi? Wewe si umesema mke wako ni mzigo? Akasema, Nikasema, ndio naeleza huo mzigo, jinsi ambavyo ulivyokulemea, jinsi ambavyo umeshindwa kuubeba. Akasema, kwani wanaume wanabeba mimba? Nikasema, kwa hiyo aliyebeba watoto 5 ni nani? Ni yeye. Aliyekwenda leba ni nani? Ni yeye. Aliyenyonyesha ni nani? Ni yeye. Anayewaogesha ni nani? Ni yeye. Anayewapikia ni yeye. Anayewafulia nguo ni yeye. Anayewapeleka ni yeye. Yaani kila kitu ni yeye. Ni yeye. Yaani nikasema, huu wimbo mbona hii pambio inaitika? Ni yeye. Ni yeye. Nikasema, sasa mpaka hapo mzigo ni nani? Nikasema, mpaka hapo nani aliyebeba mzigo wa mwenzake? Akasema, mchungaji, naondoka. Akasema, unaenda wapi? Akasema, narudi nyumbani. Nikasema, unaondokaje na sija kuombea? Akasema, mpaka hapo nimegundua mimi ndio mzigo. Nikamwambia, ni wewe. Wamama Mungu aliwaleta kwetu. Nikasema, usomangi Biblia? Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 2 mstari wa 18. 18. Nyie mnasema 10 ngapi? 18. Uchumi. Ukisoma ile mstari nasema, Mungu akamwangalia Adamu. Maana Adamu si alitangulia, lakini akaona anavyoteseka. Kila kitu kimekwama. Kuna wakati analala njaa, matunda yapo. Anasubiri mpaka nyani, mnaelewa nyani? Wale manki au tumbili au mnaita manini hao? Wale manki, nyani, ikima. Inkima. Mpaka wale inkima watikise matunda, yeye ndo aokote. Adam. Yaani Mungu akaona hiki kiumbe kinakufa hiki. Kinakufa wakati nimekipa kila kitu. Maji yapo, matunda yapo, anakufa njaa.
Mungu akamwangalia akasema, huyu si vema awe peke yake. Si vema awe nini? Akasema, nitamfanyia nani? Msaidizi atakaye msaidia. Unajua siku zote kitu kinachofanyiwa usaidizi kimekwama, hakisongi. Unajua kuna wakati bahati nzuri leo wanaume hawapo, kwa hiyo niko huru na msikawaambie kama nimesema. Unajua sisi wanaume sometime tunaishi kama walemavu hivi. Mnafahamu walemavu? Wale ambao disable, wale ambao uwezo wake kila kitu anasubiri kusukumwa, apelekwe toilet, arudishwe, apelekwe huku, kwa sababu yeye uwezo wa mikono, miguu, sijui kila kitu hawezi. Wanaume tuko hivyo. Ni walemavu ambao Mungu alituletea nyie mtusukume. Unajua mwanaume anaweza kashinda njaa nyumbani wakati kuna kila kitu. Unga upo, samaki zipo, nyama ipo, mafuta yapo, gesi ipo, kila kitu kipo, sahani zipo, anapiga miayo. Yuko anakuuliza, where are you? Unamuuliza, bado niko job. Kwa unataka tufe njaa. Unamuuliza, mimi mbona nimeacha kila kitu hapo nyumbani? Sikuondoka na jiko na mafiga na chungu ipo na masufuria na sahani. Ukiwasha hako ndi inawaka moto. Ukichukua sufuria ukaweka hapo, ukakatakata nyama ukaweka, zitaiva. Maji yatachemuka. Utasonga nini? Lakini yuko hapo kwa sofa. Yuko ufanye haka, wakati kuna kila kitu hapo nyumbani. Hebu niambie, huyu ni mzima huyu? Sio mlemavu? Unafika unapika chai, hata ile mikono ukileta chupa pale, hata ile mikono ya kufungua ile chupa hana. Anakuambia fungua, fungua. Hata mikono ya kwenda kuchukua kikombe kuweka hapo hana. Uweke kikombe wewe, umimine chai mule, alafu akwambie weka sukari vijiko viwili. Yani yeye hawezi. Ukoroge wewe, kama ni asali uweke wewe, umukoroge, ufanye kila kitu, kama mikate upake bluebendi, peanut, utoske, umweke hapo. Anatamani kusema nilishe. Wakati huo unapambana na watoto. Na wanasema mam. Alafu unapambana na litoto likubwa. Mnanielewa nachokisema? Kwa hiyo sisi ni kama walemavu fulani hivi. Ndio maana wakati mwingine na washangaa wa mama wanapo complain kuhusu sisi, wanapolalamika kuhusu sisi. Najiuliza, wanalalamika hawatujui wakati hata Mungu alituonea huruma. Wao wanashindwaje kutuonea huruma? Kwa sababu Mungu alituonea huruma, akasema si vema wewe peke yake. Alafu mkaletwa nyie mje mkutusaidia. Alafu bado na wewe unalaumu. Mume wangu simuelewi. Yaani kuna wewe unielewi. Alitangulia Mungu kuto kunielewa. Mnanisikia ninachokisema? Yaani nataka naeleza haya, kichwa chako kifunguke, ujue mwanamke ni kitu cha thamani sana, ambacho kwa lugha nyingine ndio maana Biblia imetumia ni jeshi. Hakuna jeshi linaundwa bila kuwa na sehemu ya kukomboa. Mnaelewa kukomboa? Maana yake nyie ni wakombozi. Ni jeshi la ukombozi. Yaani ni ukombozi. Sasa watu wanafikiria nyie ni wakombozi wa familia tu. No. Ni wakombozi pia wa kanisa. Usikuta huyo mwingine naye anapiga hajara kutoka asubuhi. Haleluya. Nyie ni wakombozi, sio tu wakombozi wa familia, ni wakombozi pia wa nini? Wa kanisa. Yaani ili kanisa lisonge mbele,
Lazima hilo kanisa lipewe wamama, ndio wasimame kulisukuma. Nataka niwaambie, ukiona mahali popote kanisa limesonga mbele, wako wamama wenye nguvu. Wako wamama wenye nguvu ndio wanafanya hilo kanisa linasonga. Ndio maana wachungaji, ngoja nitoe siri, ila msiende kuwaambia wanaume, ibaki siri yenu hapa. Kuna wamama ambao wana kifua cha kutunza siri. Mnaweza kutunza? Mko na chest ya kutunza secret? Mnayo? Msiende kuambia wanaume. Maombi ya wachungaji wote ni Mungu niinulie wanawake ambao watakuwa na nguvu kiuchumi, kimawazo, kwa sababu anajua kazi yake itakuwa rahisi. Wamama nyie ni watu muhimu sana kwenye kanisa, kwa sababu mimi nimeona kule kwetu Tanzania, asilimia kubwa ya makanisa yanayosogea ni yale yaliyo na wanawake wengi. Unajua, mwezi kunielewa, sisi kule Afrika wanaume wanapungua kanisani. Kwaya inayoitwa kwaya ya kanisa inajaa wamama. Pako unaweza ukafikiri ni kwaya ya wanawake. Wanaume wachache walioko, mmoja anapiga keyboard, mwingine magitaa, mwingine sifundi mitambo, yani wanaume bila kumpa kanafasi ka kazi humuoni kanisani. Lakini wamama wana mzigo wa kutumika kanisani, hata kama hujampa cheo chochote. Yupo kanisani anapambana. Vyeo vingine anajipa mwenyewe. Hamjawahi kuona hapa wamama tukiwa na mikutano, wamama hata kama yeye sio shemasi, sio nani, wanaokota makopo, wanapanga viti, hana kacheo kokote, anajipa. Wanaume ibada ikiisha, wako nje wanasema, mama nani yuko wapi tuondoke. Mama yuko kule anasafisha kanisa, mwambie afanye haraka. Ni makanisa machache ambayo unaweza ukakutana na mwanaume ana mzigo na kazi, mkutano kisha anasaidiana na wamama kuokota makopo. Si unajuaga huko Marekani, huko Uingereza na Marekani, kuna Wakristo ambao yani wako Marekani lakini bado akili ya Afrika iko kichwani. Wako Uingereza lakini bado akili ya Afrika iko kichwani. Yani anakuja kanisani, mnampa maji anakunywa, akimaliza analiacha kopo hapo. Wakisema muendelee kwa amani ya Bwana, anainuka. Unajiuliza, hivi akili haimwambii kwamba ili kopo linakaa kwenye dustbin? Anaondoka, yuko huru. Kuna wakati mwingine wanatafuna bigiji, anai kwenye kiti. Unajua bado Afrika iko wapi? Iko kichwani. Ndio maana nilikuwa nawaambia watu wengine, ni rahisi kumtoa mtu Afrika ukamleta Ulaya, ila ni kazi kutoa Afrika kwenye kichwa chake. Kuna wengi wako Ulaya lakini wanaishi na nini? Afrika kichwani. Lakini ona wamama wanavyojituma kanisani. Na sio tu kipindi hiki, hata kipindi cha Yesu, waliomsaidia sana Yesu ni wamama. Kuna wengine wanasema, kwa nini Yesu alichagua wanafunzi 12 lakini wote walikuwa ni wanaume? Hiyo ni desturi ya Kiyahudi. Desturi ya nini? Ya Kiyahudi. Wayahudi walikuwa napambana sana kumweka chini mwanamke. Walifika mahali wakawa wanahisi mtu ni mwanaume, mwanamke ni kifaa cha kazi. Umewahi kusoma ile kitabu kile cha Mithali 10 Mithali mnaita nini? Miga? Okay. 18 chumi na mstari ule wa 22.
mstari wa 22. Unajua wamama mnakafurahia haka kamstari ni kwa sababu hamujawahi kufikiri. Mnakasoma tu mnakapokea. Ukifikiri unaweza ukakasirika. Sasa ngoja niwakasirishe. Machumi 8 na mstari wa 22. Anasema hivi, hebu angalia ndio uelewe Wayahudi walivyokuwa namuona mwanamke kama nani. Anasema hivi kwenye Kiswahili, apataye mke apata nini? Kitu chema, naye ajipatia kibali kwa nani? Kwa Bwana. Apataye mke apata kitu. Kwa lugha hiyo wanasemaje? Ubonye umugore mwiza ababonye ikintu ciza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Sasa swali, ikibazo rero, mwanamke ni kitu ni mtu? Yaani anayepata ndio mtu, kinachopatikana ni kitu. Why? Yaani kipindi hicho Wayahudi waliona kama mwanamke ni kifaa cha kazi. Mimi nakumbuka hata kule kwetu kabila letu lilikuwa la ajabu sana. Mwanamke hakuhesabiwa kwenye watu, alihesabiwa kwenye vitu. Yaani mtu anasema na ng'ombe 5, wanawake 6, sina mbwa ngapi, sina punda ngapi. Yaani mali zake. Mpaka ilifika mahali mwanaume akipiga mke wake, mke haruhusiwi kuzuia fimbo. Kwa sababu mwenye mali anapiga. Anatakiwa mwambie mme wangu, hapo napopiga kuna mfupa, piga kwenye steki. Yaani akishika fimbo hivi anashitakiwa. Wazee wanamuita, wanasema, "Kwa nini ulishika fimbo wakati mwenye mali anapiga?" Zilikuwa zinauma. Ungevumilia. Yaani mume wako anakupiga unazuia. Unataka mpige nani? Hivi mwanamke ni mtu ni kitu? Unaona? Ndio maana hata wakati Yesu anaanza ilibidi achague mitume 10 na ngapi? 12 wanaume. Lakini waliosukuma hiyo kazi sio hawa 10, ni wamama ambao Yesu alijua hata wasipotajwa kwenye vyeo watatajwa kwenye kazi. Ndio maana unaona kanisa la kwanza wamama wanatajwa kwenye kazi. Na unaangalia hata wakati ule wa mateso, Yesu wakati anateswa, hawa 11 10 ngapi walikimbia wote, wakaenda kujificha. Yesu akabaki na nani? Na wamama. Wanaume 2, Biblia inasema hawa kina Yohana walikuwa mbali. Biblia inasema wakamfuata Yesu kwa mbali, lakini waliokuwa karibu naye ni wamama. Ndio waliompa nini? Maji. Kunywa maji kidogo jipoze. Walikuwa na Yesu mpaka wakati wa mateso. Wameenda naye mpaka pale msalabani. Mpaka pale Yesu anamwambia sasa, mmoja amejitokeza hapo. Yesu anawaambia mtazame mama, mtazame mwanao, mtazame mama. Lakini wengine wanafunzi wote wamejifungia. Wanajua huu ndio mwisho wa huduma. Aliyekuwa kiongozi wetu amekamatwa, ameuawa, sisi ndio kwisha. Kina Petro kila mmoja nakumbuka nyavu zake, kina Mathayo wanakumbuka kazi zao za kutoza ushuru, sijui kina nani, habari ya huduma imeshakufa ndani yao. Lakini wamama walikuwa pamoja na Yesu. Hata wakati Yesu amewekwa kaburini, waliowahi asubuhi waende wakapake mwili wa Yesu mafuta ni nani? Wanaume walikuwa wapi? Kwa sababu wanasema lile jiwe liliviringishwa na wanaume wenye nguvu 24. Hawa wamama wanatembea njiani wanajiuliza, nani atakayetusaidia kufanya nini? Kulitoa lile jiwe, maana wanaume ambao wangetusaidia wamefanyaje? Wamekimbia, hawapo.
wametuachia. Wamama wameenda, ukisoma ile Luka Luka 24 mstari ule wa kwanza mpaka 12, anazungumza habari za hao wamama ambao wameamka asubuhi wanataka wakampake Yesu mafuta. Na ndio maana waliokuwa wa kwanza kushuhudia miongoni mwa wale wafuasi wa Yesu, waliokuwa wa kwanza kushuhudia ufufuo walikuwa ni akina nani? Wanawake. Ndio wakaenda kuambia wanaume wako kwenye nyumba wanahema. Ndio wamama wanasema, nani? Ni sisi, kuna nini? Tulienda kaburini, alafu tumekuta Yesu ameshafufuka kama alivyosema. Imekuwaje? Tumemkuta malaika, amesemaje? Amesema tuende tukaonane wapi? Galilaya. Waliotoa taarifa ni nani? Wanawake. Hivi bila wanawake wanafunzi wangekutana na Yesu kule Galilaya? Wanaume wote wamejifungia ndani. Ndio maana nasema mnapaswa muone thamani ya mwanamke kanisani, kwa sababu hawa ndio walimpenda Yesu hata wakati wa mateso. So ukiwa na wanawake kanisani, uko na watu wenye nguvu ambao wanaweza kusukuma kazi. Nilikuwa nawaambia kule Afrika kwamba ili muendelee kuwa na wanaume kanisani, tafuteni tu vyeo, kwa sababu wanaume bila vyeo hawaji kanisani. Nikasema tafuta tu vyeo, mwape uzee, mwape unini, wengine wawe na kazi tu ya kuhesabu watu, wengine kutuliza kelele, wengine sikufanya. Mwagawie tu vyeo ili angalau waendelee kuja kanisani. Kwa sababu bila kuwapa tu vyeo wanaume hamuwaoni. Lakini wamama wangapi ambao wanajaa kanisani hana cheo chochote? Hawana shida. Wao wanampenda Yesu. Na tukisema jamani tutakuwa na ugeni wa kupika, wamama hata kama hana chochote, tupo. Jamani tukae sisi. Kwa hiyo ukiwa na wamama wanaojitambua kanisani, kazi ya kuongoza kanisa ni nyepesi. Lakini kama viongozi wa kanisa ukawa na wamama hawajitambui, utauona mzigo. Mimi nakumbuka kule Tanzania maendeleo mengi ukiyaona kanisani wamama, kuna wakati wanatusurprise, unashangaa tu wamepamba madhabahu, unaingia ndani wanakuambia wamama sisi ni kukana kupiga makofi. Ndio maana kama unataka kanisa liendelee, waombee wamama washike hela, kwa sababu wao kuchanga michango kwa ajili ya kazi ya Mungu hawana shida. Kwa sababu wana saikolojia wanasema mwanamke akiambiwa jambo anatenda, alafu ndio anaanza kufikiri. Mwanaume anafikiri kwanza kabla ya kutenda. Ndio maana unakuta wakati mwingine baraka zikishuka kanisani, wanaokuwa wa kwanza kubarikiwa ni wanawake, kwa sababu wao wanajimwaga. Lakini mwanaume anafikiria ili jamani tuchange michango kwa ajili ya tunataka hizo hela wanaume. Lakini wamama wanachanga kwanza, alafu ndo wanauliza kwa hiyo tutafanyia nini? Kishatoa tayari. Mwanaume anataka kujua atafanyia nini kabla ya kutoa. Unaona? Haleluya. So ukiwa nakumbuka wale ambao wanamfahamu Moses Kurora. Wangapi mwahi kumsikia kule Afrika? Moses Kurora. Unajua Moses Kurora alikuwa mhubiri wa ajabu sana. Alikuwa mhubiri ambaye yani alikuwa ana mzigo sana kwa ajili ya Injili. Na kwenye mikutano yake sadaka zilikuwa zinakusanywa nyingi, lakini zote wanakula wachungaji hao. Yeye anachojali hapo ni apate nauli ya kwenda mkutano mwingine, kama watamkumbuka tunguo twa kuvaa kama nini, lakini hiyo mihela mingine wanagawana watu wake hapo. Sasa siku moja wamama wakafikiria,
Wakasema huyu baba anakaribia kuzeeka, hana gari, wamama tupo. Wakajiorganize wamama Tanzania nzima, wakasema tutamnunulia gari. Unajua gari lake la kwanza kuendesha ainunuliwa na wamama. Wanaume wasato iende mbele, injili iende mbele, hawafikiri. Lakini wamama wakafikiria. Mimi nimeona makanisa mengi kule Tanzania, wachungaji wengi wanavaa suti za wamama, lakini za wanaume ni kazi. Makanisa mengi wanavaa viatu vya yaani kuna wamama wanafikiria tu, wanasema mwaka huu Christmas wachungaji tutawanunulia suti na viatu. Mwaka huu tutamswalia mama mchungaji suna nini hivi. Mwaka huu tutafanya hiki na hiki. Yaani wamama haupiti mwaka hawajafanya kitu kwa ajili ya watumishi, hawajafanya kitu kwa ajili ya kanisa. Wamama wakiwa na nguvu, yaani vitu vingi humo kanisani vinazaliwa, vinafanyika. Kwa sababu wamama ndio wabeba mzigo. Mimi nakumbuka nilipomuoa mke wangu, mimi nilikuwa sifikiri, nilijua sebuli imekamilika kila kitu. Lakini alipofika akasema, mbona nyumba iko hivi? Kaambia, kwani ina shida gani? Unajua alianza kubadilisha kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine. Ndio maana anawaambiaga wamama nani wa baba, wakati mwingine ukishika hela mpe mke wako. Hawa wanawake wana jicho la tai. Mnamuelewa tai? Yule mwewe akiwa juu anaona mpaka chini. Alafu anashuka, mnamuita nani? Kizu. Kizu ni nyunda. Ni nyunda. Yule mwewe tai. Anashuka. Amechukua kitu. Ana macho makali. Ndio mwanamke. Mwanamke ana macho ya tofauti na sisi. Ndio maana mwanamke hata kienda kwenye maduka haya, na waambiaga wanaume usiende naye kama huna hela, utaaibika. Wana macho yanaona. Utasikia akakanguo ka baraka, akakanguo ka Sara, akakanguo ka nani. Anakusanya moyoni, naomba tu baba, nafunga hayo macho, mimi hela sina. Yanakusanya tu. Alafu anasema hizi sahani kule ndani zimepungua, hizi zinatakiwa hizi. Alafu vijiko hivi ni vizuri kwa wageni. Alafu macho yanaona mbali. Sisi wala. Sasa kuna wakati mimi nikitoka safari nakuta sebule imebadilika. Ameweka hiki. Naingia chumbani, sio kitanda tulichokuwa tunalalia. Aishaweka kingine na hata ile neti ameweka nyingine, mablanketi mengine na shughuli za mimi kazi yangu ni kushangaa tu. Sebuleni sio ameweka hiki, sio amefanya hiki. Kuna kipindi aliniambia ETV haitakiwi. Kaambia kwani, akasema kadogo. Hakaendani. Mama, si tunaangalia, akasema hapana. Sio. Tukaenda mjini. Nikasema atachagua ya kawaida. Alichagua TV kubwa, anasema hapa. Mke wangu, mami, anasema lipa. Nikalipa. Kwa sababu nyie mnaona mbali. Mnaona mbali. Sasa ukiwa na wamama kanisani ambao wanaona mbali, hilo kanisa lazima liende mbele. Yaani ambao wako na macho ya tai. Wakiangalia kwenye kanisa wanagundua hapa kuna mapungufu. Wanajiorganize, wanafanya. Wanaume ni Amen. Ambao wana macho, wanajua nini kifanyike, tufanye nini sasa. Ndio maana umoja wa kina mama ukiwa na nguvu, hilo kanisa lazima limove, lazima liende mbele. Lakini umoja wa kina mama ukiwa legelege, kazi itakuwa ngumu sana. Wewe
Wewe nenda makanisa yote, tembelea, alafu waulize nani alifanya hapa, nani alifanya. Utasikia wamama. Kwa sababu ndio wenye kushika kanisa. Haleluya. Wenye ndio wenye kushika kanisa. Unajua kwa nini? Kuna wakati nikifundisha masuala ya wanandoa, nasema wamama wanafanya vitu vizuri kwa sababu kwanza wamejiaminisha wataishi maisha marefu. Kwa sababu wanawake wote wanajua sisi wanaume tutatangulia kufa. Yaani mwanamke ukiishi naye anajua anaishi na marehemu mtarajiwa. Na kwa sababu ya kukiri, na kweli wamama wanaishi miaka mingi. Ndio maana mimi mke wangu wakati wote maswali yanayoniuliza ni ukiondoka yeye ataishije? Sio mimi yeye akiondoka mimi nitaishije? Hiyo haimo kwenye kichwa. Ni sasa tutazungumza mambo mengi wakati tunaongea mambo ya ndoa, wanaume kuandaa wake zao kisaikolojia. Unajua moja ya vitu ambavyo vinawatesa wanawake, siku zote huwa nafundisha, nasema mwanamke anateswa na mambo manne kwenye kichwa chake. Moja, la kwanza analoteswa nalo ni je, mume wangu ni wa kwangu mwenyewe au kuna wezi? Hiyo wasiwasi. Ya pili, wasiwasi yake ambayo na hivi, huyu mume tutaishi mpaka lini? Hivi tutaishi mpaka kufa au hapo mbele ataniacha? Ndio maana wakati wote mwanaume akikosana na mwanamke, swali la kwanza, umechoka na mimi? Unataka kuniacha? Yaani wanahisi kama hawatamaliza mwendo. Anatembea na mke na mume lakini ana mashaka naye. Jambo la tatu ni hivi, hizi mali kwa mfano akifa, si wengine mnafanya maendeleo kule nyumbani, mnajenga nyumba, mmenunua mashamba, mmefanya nini? Wasiwasi wa kila mwanamke ni zile mali, atikitokea huyu mwenzangu akaondoka, hivi zile mali na mimi au ndo zitakuwa zimeenda? Wale ndugu wa mume wangu wataniachia kweli? Ndio maana nampenda sana Kagame. Sasa hivi alishaweka sheria, ukiandikisha nyumba, mashamba, nini, majina ni mawili. Alijua ili kuwaondolea wasiwasi wa mama, wayaone na majina yao, kwamba mmoja kienda la kwangu lipo. Amen. Ndio wasiwasi. Ya pili, ya nne ambayo mwanamke ana wasiwasi nayo ni ndio hiyo, kwamba naishi na marehemu mtarajiwa, wakati wote ataenda. Ndio maana si wanaume hatukikoroma kidogo, mama sasa anaishi kama unakata roho. Sisi ni wakwenda ya mama, na sisi tuna safari ndefu. So kwa sababu mwanamke anajua Mungu amewapa courage ya kuamini Mungu amekupa miaka mingi, wanafanya vitu wakijua watavifaidi, watavitumia kwa muda mrefu. Hawana ule moyo wa kuona wivu kutumika kanisani. Hawana hiyo. Wanaachilia sadaka zao, wanaachilia mawazo yao, tufanye hiki. Na ndio maana nasemaga mara nyingi, umoja wa kina mama ukiwa na viongozi wenye maono, kanisa lazima liende. Kanisa lazima litamove. Lakini ili kanisa liende lazima uwe na wamama ambao wanafikiri, ni thinkers, watu ambao wana mawazo ya kuona mbali, wana jicho la nini? Jicho la tai. Wanaona mbali, wakiangalia wanaona hapa kanisani kuna vitu vimepungua. Wanaona kabisa hiki tunaweza tukafanya nini? Na unajua nchi za kwenu hizi ni nchi za mabiri. Nilienda nchi moja, nikakuta wamama wameshika mabiri, wamegawana.
Kuna wengine wangapi wanalipa umeme, si wengine wangapi wanalipa maji, wengine wangapi. Pastor hapo ni kazi yake ni haleluya, kazi ya Bwana. Yeye anajua wamama waishamaliza kila kitu. Lakini ukiwa na wamama hivi, wanaume hivi. Mchungaji mmoja alifunga kanisa kule Marekani. Wachungaji 3 walifunga makanisa. Alikuwa na waumini wengi kanisani, hawatoi sadaka. Anatoa yeye, anatumika mkazi, ndio analipa mabili ya kanisa. Akasema na mimi natakiwa kusomesha watoto, kufanya maendeleo, natunza watu sio wagonjwa, hawatoi sadaka. Tunasema kipindi chombo cha sadaka wanakiangalia kama kina corona. Tunaweka namba mbele za hapa, mnalipaka kwa simu account, mnaweka wanaweka. Mtu anashika simu utafikiri anatoa, kumbe yuko Facebook, yuko WhatsApp, yuko ni hatoi. Akasema wananitania. Siku moja Jumapili amehubiri kufika mwisho, akasema wakiso haleluya, amen. Hii ndio ibada ya mwisho kusali hapa. Akasema hii kichumba na kabidhi mwenye nyumba abadilishe biashara. Mimi nimeona nitafirisika. Hamtoi sadaka, mabiri yako mengi, lakini hakuna anayefikiria. Kwa sababu hiyo mimi nafunga kanisa. Wakafikiria natania. Walipokuja Jumapili wakakuta manguo, mnaita manguo yamepangwa hapo. Muuza manguo anawauliza, karibu customer, karibu mchague. Tuna nguo mpya kutoka Uturuki, karibu. Wamama, hii si ni chachi yetu. Akasema mbona ilifungwa? Mwenye nyumba amebadilisha, mimi ndio owner sasa. Maana pasa aliwaambia kila mtu achague kanisa ambalo atasali bila kutoa sadaka. Mwende mkachague makanisa ambayo hawatoagi sadaka. Na mimi nitachagua, nitarudi kwa baba yangu aliyenipa nianzishe kanisa. Lakini unajua walioumia sana mle ni nani? Ni wamama. Kwa sababu wamama ndio wenye kanisa. Kiukweli, msiwaambie wanaume. Kiukweli, wamama ndio wenye nini? Ndio wenye kanisa. Kwa sababu hawa ndio wanaitwa jeshi kubwa. Wamama ndio wakabaki wanalia kanisa letu. Lakini wakagundua ni sisi tulizembea. Hatukumsaidia mchungaji. Hatukuwa na jicho la tai kuona hizi haya mabili hizi haya tunafanyaje wamama? Tunagawanaje mabili hizi haya? Tunasaidieje pastor wetu asiwe na pressure, awe na uwezo wa kuandaa neno na mafundisho na maombi. Tupunguze mahali ambapo sadaka hazifiki, sisi tufike. Hatukuwa na mawazo. Sasa kanisa imefungwa. Wamama wakawa nabaki wanakaa humo penuni. Lakini wanaume amefunga, sawa tu. Wanatawanyika wanaenda. Lakini wamama ndio wanasema jamani, mimi sijazoea kanisa nyingine. Chachi hii ndio nilizoea. Hasulizoea bila kubeba majukumu. Bila kubeba mabils. Wangapi wanajua kanisa lina mabili? Mnaita mabili? Bills. Wangapi wanajua inayo? Moja? Mnafanyaje? Yaani bili ya kwanza ambayo unaikumbuka ni ipi? Ijambere ni ilihi. Bili ziligira. Kulipa ukumbi. Nani anayepaswa kulipa? Bili ya pili? Umeme. Kwa sababu waya haijatoka mbinguni. Ni ya Mwingereza. Ya pili, ya tatu? Maji. Maji nayo mnalipa. Kwa sababu hayatoki wapi? Mbinguni. Kuna Marekani mmoja alikinga maji ya mvua, akawa anamwagilia bustani nini, serikali kamkamata. Unatumia maji yetu. Akasema si ya mvua. Akasema unafikiri mvua inapita kwenye anga la nani?
Hata hayo mawingu ni ya serikali, unapaswa kulipa bili. Tunakufunga. Walimwandikia si dola 1000 ngapi, si 60 si ngapi, alipe pole pole. Fikiria, mpaka maji ya mvua. Wanataka mtu uende ukajitambulisha serikalini, mimi nakusanya maji ya mvua, waseme mtakwenda changia ngapi, labda dola 100 kwa mwaka, waseme sawa. Bili zingine tumesema rent ya nyumba, umeme, maji, internet, kuuza haya. Sio kwamba wachungaji mlienda kuchukua mlima Sinai hivi vyombo. Hamkuomba kwamba Baba tunaanzisha kazi, shusha spika, shusha maiki. Hapana. Zote hizi ni watu kuuza. Ni watu kuuza. Amen. Hivi mnamuelewaje yule ambaye anasema tunatoa hela wachungaji wanakula, tunatoa hela tunapeleka kwenye matumbo ya wachungaji? Huyo mtu ziko sawa kweli? Anaelewa mabilizi ya kanisa? Sisi mnatutoa wapi? Siku moja nisema angalau mwe mnatusema, mwe mnatupa. Tuseme tunakula, hata wakitusema ni sawa. Unajua inauma watu wanakusema alafu uli chochote. Mimi naangaliaga watu mitandaoni humo wakitukana. Ukiweka mahubiri nini? Wewe unatafuta hela. Unatafuta hela. Wewe unakula sadaka. Alafu hajawahi kutuma. Sasa nakula sadaka za nani? Kama nakula za wenzako, wewe zinakuumaje sasa? Hujawahi hata kufanya nini? Si unajuaga mimi ndio mhubiri ambaye watu wananipenda sana, lakini ni ngumu kunisaidia. Wanafurahi tu, mgogo, wananiacha. Kwani nasema uongo? Wangapi wamewahi kunisikiliza kwa mtandao? Mara ngapi umetuma hata paundi moja kwamba ni support mgogo anunue internet, ni support mgogo awalipe hao vijana ambao wanakatakata hizo clip? Umewahi? Lakini mnampenda mgogo, mnampenda sana, ila pambane na hali yake. Mimi napendwa. Yaani kama ningekuwa na watu ambao wangesema hata wana support senti, sio paundi moja, senti, kazi yangu ingekuwa nyepesi sana. Kwa sababu nikiweka tu mahubiri, kuna mahubiri mengine tuliweka juzi hapo, 3,000,000 wameangalia kipande. Hebu hao 3,000,000 wangesema tuna support hata kasenti, si ningekuwa mbali? Ningekuwa hata sihitaji hata kusema mnikatie tiketi, mimi mwenyewe ningekuwa nakata. Lakini wote hapa mnasema amen, mnatoa komenti pale, ubarikiwe, asante. Utafikiri zile komenti nazikusanya napeleka benki wanipe hela. Sasa hivi ukiwa na watu waliojaza ameni, hiyo account itaenda kwa ameni. Ndivyo ilivyo kanisani. Yaani kuna watu ambao analipenda kanisa, tukianza kucheza kisirimba anakimbia kule, anakuja hapa, anazunguka humu ndani mpaka na sweat. Unamuuliza hizo keyboard ambazo zinapigwa kisirimba, unafikiri zilitoka mbinguni? Hizo maiki na muziki unafikiri ulitoka wapi? Si ni sadaka? Lakini mtu hawazi. Sasa tunatoa mafaranga, wachungaji wanakula mafaranga. Wachungaji ndio keyboard, wachungaji ndio umeme, wachungaji ndio maji, wachungaji ndio viti vya kanisa, wachungaji ndio renti. Jamani, niko nawaambia wenzenu huko, unajua uzuri wangu mimi ni kusema ukweli, kwa sababu hata nikiwahurumia, kwani sasa si bora tu niwaambie ukweli? Na wachungaji wenu hawezi kusema kwa sababu wanawachunga kutoka Januari. Mimi niko na siku 4 tu hapa, ni watwange niende. Sina shida. Ndio maana kazi yetu sisi haina pressure. Hii kazi nafanya mimi haina pressure.
Kwa sababu nikifika hapa na ubiri, siwazi wagonjwa, siwazi waliokufa, siwazi si vitu gani. Mimi ni kuhubiri na kulala na kuamka, chai na mmeniweka katika nyumba kazuri, nachemsha chai tu hapo na kula na rara, majuisi yako hapo na nashusha na naangalia hii hapana, hii na kwenye na pressure ya nini? Amen. Lakini nilikuwa nawaambia wenzenu huko, hakuna kazi ngumu kama kuwa mchungaji Uingereza. Kwa mchungaji Uingereza, Marekani, Australia, Ubelgiji, Ufaransa, kwenye makanisa haya ya Kiafrika, kama hujaitwa, una mwezi huu umeiacha. Hii kuchunga huku kunahitaji moyo, kwa sababu unatunza watu ambao wote wanatumika lakini hawatoi zaka, wanakuangalia tu. Wote wanapata hela, hawatoi sadaka, wanakuangalia. Hata wakitaka kutoa sadaka, anakuja na ngumi kubwa kama ya mpiga ngumi Tyson, ngumi kubwa kabisa, ameweka kapaundi. Akitoa paundi nyingi 5, hizo ndo anakuja nazo kwa madaha. Tumtolea Bwana kwa furaha alichonipa yeye, na mtumiki. Akiweka hiyo paundi 5, utasikia tunatoa mafaranga, hatuoni maendeleo. Unajiuliza, hii paundi 5 kanisa ilipaswa inunue gari ziwe zinatupitia kwa paundi 5. Hiyo paundi 5 iongezee, tulipe renti, tulipe maji, tulipe umeme, na wengine ndio kabisa hawapiti hata mbele kutoa, wanawapisha wengine tu pita. Yeye yuko tu hapo, ila kikimbwa kisilimba, hey, anavyoruka yuko tu hapo, yuko tu hapo kutoa. Yani anakimisi kisilimba kuliko kumtumikia Mungu kwa sadaka zake. Paka wakati mwingine unajiuliza, hivi tungekuwa na akili kama ya wazungu, kila kitu kingekuwa kinatolewa kwa password. Yani kwamba kama hujaweka chochote, kisilimba miguu haiendi mpaka upanchi kadi ndio miguu inafunguka. Tungekuwa mbali sana. Yani kama hujagusa na kadi ile ya benki, miguu ina wamama, mmekasirika? Hamjakasirika? So ili kazi iende, lazima kuwe na wamama wenye jicho la nini? La tai, waone mahitaji. Hivi maswali mengine sio rahisi kuuliza, kwa sababu najua hayatajibiwa. Kwa sababu ukiuliza hawa wachungaji wenu mnawalipa shilingi ngapi, ni maswali ambayo yatakuwa magumu. Atakayejua labda mama pastor, mme wake zinaingiaga njui ngapi. Ni makanisa machache sana ambayo wachungaji wanalipwa, na hata kama watalipwa tu kuwekea mafuta ya gari si nani. Lakini makanisa mengi ya Ulaya, ya Waafrika, hayalipi wachungaji, hawapokei chochote, ila wao wanasaidia Wakristo wao, si ndio? Mnafikiri ni haki pastor simame hapa kila wakati haleluya haleluya, afu mnasema atalipwa mbinguni? Kwani nyie mmeahirisha? Nyie amwendi? Yesu alisema hivi, wale akina Petro walimuuliza Yesu, akasema, mzee, mwalimu, sisi tumeacha kila kitu tutumike na wewe, tutapata nini? Akamwambia, msijali, mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Lakini sasa makanisa mengi ya Ulaya wachungaji wanatumikia uzima
wa milele. Hii mara 100 ameachana nayo. Ni ngumu kutumika hapa. Ndio wakati mwingine unajiuliza, hata watu wanagombea vyeo, wanagombea nini, kila mmoja anataka, unajiuliza wanagombea. Hii ni kazi ya kujitolea. Yaani kuwa mchungaji Ulaya na Marekani si wapi, ni kuwa volunteer. Unakubali kumtumikia Mungu ukisema tu, Bwana utanilipa uhai na uzima. Kwa sababu hata ukimuuliza leo mama mchungaji au mchungaji kwamba kuna kameseji fulani hivi kanaanza na confirmed. Your website is the center of your online business. Help protect it from online threats with website security. A protected site will also help you search ranking. Get peace of mind for your online business today with GoDaddy. Kuna kama message kale kanaandikwa confirmed. Yaani mtu akikutumia hela inasema received from. Si ndio? Ukiwauliza wachungaji, message tunaingia tungapi kwa wiki? Pastor, usionyeshe dalili kama, usionyeshe ishara kama zinaingia au haziingii, lakini ujibu tu kule moyoni. Unajibu moyoni. Unajibu moyoni. Jibu moyoni kale ka message. Unajua message tunasomaga pole pole. Ukisikia received unakasogeza. Ujue ni nani huyu mwenye akili kanisani, anayenijua mimi ni baba yake wa kiroho, angalau ninywe kasoda. Ni nani? Unaliona nini majina yale ndo Mungu si nini? Unafurahi, unatiwa moyo. Unajua hakuna kitu kama unafanya kazi alafu watu wanakutia moyo. Binadamu ndivyo tulivyoumbwa. Hivi wamama, unajisikiaje umepika chakula, unampakulia mume wako, anakula tu, hata nguruwe inamshinda kushukuru. Hata nguruwe kule Afrika ukiwekea chakula inakushukuru. Alafu unalisha mume, hata asante. Unajisikiaje? Watoto ndio wanashukuru. Mom, thank you mom, thank you. Unawaitikia watoto huku na muangalia huyu aliyekula bila kushukuru. Unawaitikia asante wanangu, asante kwa kushukuru, alafu unamwangalia huyu ambaye. Kwa sababu mwanadamu tunaishi kwa motivation. Mtu anapokumotivate anakufanya uwe na power ya kuendelea kufanya vizuri. Unafikiri sisi ndio kama nilivyosema kwamba watu wengi hawachangie huduma, lakini angalau unasoma message, watu wanakutia moyo. Asante pastor, unatusaidia sana baba. Mwingine anatoa na ushuhuda. Mwingine tukiacha namba pale anakufuata WhatsApp. Hayo uliyosema ni kweli baba, mimi anasimulia neno hili limeniponya, asante baba. Unatiwa moyo kwamba kumbe mafundisho yanasaidia watu. Amen. Wewe ukutane tu na message za wanaokutukana mpaka mwisho, si unavunjika moyo? Sasa mimi nikisoma wamenitukana 10, wameshukuru watu 500. Sasa hawa 10 najua ni kawaida. Hakuna ng'ombe mzuri amenona anakosa mifupa. Unajua tu hawa ni mifupa hawa. Lakini hawa walio wengi wanaokubali kazi anakumotivate. Hasa kuna wakati mwingine wachungaji wetu wanakosa motivation kutoka kwa watu wanaowachunga. Watu wako tayari tu kumtumia message, papa umeamkaje papa, aliwaambia atakufa kesho. Ni mzima lakini angalau atiwe moyo na chochote. Nazungumza kwa wale wanaotumika. Wengi wenu hata nyewe wenyewe mnasaidiwa
uwezo huo hamuna. Lakini wale ambao wanatumika kukumbuka kwamba yuko pasta, kukumbuka. Na mbaya zaidi, samahani nikiongea hii, najua mtanipeleka polisi. Maana huku ukiwasema watu utasikia police come here, someone disturbing. Sasa kujikuta niko huko natumikia serikali ya Uingereza. Sasa umewadisturb watu. Lakini nikisikia mnaita, niko na passport, nakimbia airport naenda. Niko nasema hakuna kitu kinauma kama unachunga watu wako, halafu hao watu wako hawakukumbuki wewe. Wanatuma hela Afrika, sijui kuna nabii gani, sijui mtume nani, sijui nani huko. Hela zina word limit, wanajiuliza hivi huyu ndio mchungaji wa huyu? Maana hela ndio zina. Halafu huyu pastor wake ambaye yuko hapa na sweat kila siku hapokei. Kuna tumutu tuko Kenya, tuko Tanzania, tuko Kongo huko, Rwanda, si wapi, anamtishia siku hizi wako manabii matapeli, anakutishia. Anasema Bwana ameniambia uko wapi? Niko Uingereza, naiona roho ya mauti juu yako. Unakaribia kufa. Unataka tuiondoe? Baba, tuma paundi 10,000. Anza na 5,000 kama huna. Natafuta baba. Anakula hizo kama utampata tena hewani. Wakati pastor wako anaye kufundisha kila siku hapokei. Matapeli wa mitandaoni wanakusanya. Unajua inauma? Inauma kabisa. Umefunga ndoa ya mtu, umefanya kila kitu, umaya ni nini, akiumwa unakimbia, akifanya alafu hela wewe ufaidiki hata kidogo. Sio kwamba hawa wachungaji wanafanya ili walipwe na nyie, lakini angalau kuonyesha kwamba wanahudumia watu wenye akili. Alafu ukipata matatizo unakuja kanisa. Nitaka kuongea maneno magumu, ngoja hayo niachane nayo. Kwa sababu nitaka kusema hivi kwamba mnauelewaje utapeli au wizi mstaarabu? Unajua wizi ni kula kitu cha mtu bila taarifa. Unaamua tu kukichukua. Sasa kwa mfano wewe hauinvest kwenye hiyo kanisa yako, ila ukipata matatizo nataka kanisa lisaidie wewe, wakati pesa zako wewe zinaenda wapi? Rwanda. Matatizo hupeleki Rwanda, unapeleka hapa. Yaani ule sadaka za wenzako. Sasa ndio nitaka kusema hiyo. Sasa hiyo sitasema. Amen. Wamama mwe na macho kama tai, kuona mahitaji ya nini? Ya kanisa. Yaani wamama nyie ndio wenye kanisa. Mkiliacha halita move. Lakini nyie mkikomaa nalo mtafika mbele. Nimewaambia makanisa mengine hayo ambayo ya wazungu walishafunga, wanaume walijidai wao ndio wanaweza kuendesha makanisa yamefungwa. Lakini wangewapa kipaumbele wa mama na kuwapa nguvu, hata leo yangekuwa najaa. Kwa sababu ngoja niwaambie siri moja. Wamama ndio wanaoshika mara nyingi mambo ya kiroho kwenye familia. Ili mtoto aende kanisa ni mama. Ili mtoto ashike Mungu ni nani? Ni mama. Na ndio maana Paulo alijua akasema, Timotheo, si nani yule, anamwambia waambie hao wanawake wawafundishe watoto wao. Kwa nini hakuwaagiza wanaume? Kwa nini aliagiza wanawake na wazee na wawafundishe wanawake vijana walioolewa, wawafundishe watoto wao? Kwa nini? Kwa sababu mzigo wa kulea watoto pale nyumbani, mambo ya kiroho, ni mama. Mama kizembea, watoto wanaacha kanisa. Lakini kama mama kakiwa
kakiwahamasisha watoto twende kanisa, kanisa muhimu, kanisa. Maana watoto wa Uingereza huwezi kumforce, inabidi uanze naye mbali, umbembeleze, my son, my daughter, I love you, tomorrow we're going to church, okay, yeah. Umwahidi kabisa, nitakubaia na nitakununulia nani katoto mama, nakabembeleza mpaka katoto mwisho katapenda kanisa. Wakicheza hapa unakambe inuka na wewe cheza, nakatia moyo, mwisho kaanza kupenda nini? Kanisa. Mama akisisitiza watoto wake vizuri, hawezi kuacha kanisa, kwa sababu mama ndio mtu yuko karibu na watoto wake. Amen, tunaelewana wa mama? So thamani ya mwanamke kanisani ni mtu wa muhimu sana. Ili kanisa li move liende, lazima kuwe na wamama wenye mzigo. Kumbe muda umekimbia. Niulize kama kuna swali, maana hapa mnakimbia tena wamama mkapike, mtawakuta viumbe vyenu mmechelewa. Mbona lakini jiko lilikuwepo, mimi nisonge ugali. Ndio maana nikifundisha wamama, semina ya wamama, nawaambia nyie ambao mlitoka na wanaume Afrika, mwende nao polepole. Msiseme huku tumefika 50-50, 50-50, equality. Huko tuko, mtawaua hao wazee, kwa sababu wao walitoka kule walirogwa wakarogeka. Mwende nao polepole. Amen. Ndio. Wanafikiri wanaume ambao walitoka Afrika, kama mzee wangu umwambia apike sombe, ataweza wewe? Wapi sombe? Apike sijui nini. Anatamani angekusaidia, lakini ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n 10-20% kedvezménnyel VIP tagként. Szállás.hu. Úgy is lett. alisharogwa akarogeka. Kwa itabidi tu mama pastor pambane na hali yake. Kuna wakati tuna wanaume ambao walitoka Afrika anajitahidi kusaidia kuosha vyombo, unakuta bado viko na vyakula. We, mbona haijasafishika? Basi malizia. Unamwambia sijui pika hiki, ameunguza. Mengine mwende nao polepole. Hao watoto waliozaliwa huku au wataweza kukatch up. Lakini hao waliotoka Afrika, mwende nao polepole. Mwende nao polepole kabisa. Kuna vitu hawataweza hata mfanyeje. Amen. Usiogope kama mtu anapiga, pokea tu. Kanisa sio polisi. Wala sio wapi. Sijui kapishana na gari ya mshahara. Kuna mtu ana swali? Maana kuna mtu anamuuliza nikutumie hela sasa hivi. Unapokea, unasema tuma. Ibada itaendelea na hela zinatumwa. Kuna mtu ana swali? Thamani ya mwanamke kanisani. Wamama tumeelewana? Thamani ya mwanamke wapi? Kanisani. Mwanamke awe na jicho la nini? La tai. Kuona mahitaji ya nini? Ya kanisa. Na ya bebe, kwa sababu kanisa linawategemea. Amen. Mkijipanga, mkajiorganize, mnaweza wakufanya vitu. Mnaweza hata kuliambia kanisa, umeme wa mwezi huu tunalipa, renti ya mwezi huu mtuachie, sadaka zifanya mambo mengine. Wamama tumejiorganize, tumejichanga, tumefanya 1, 2, 3. Yani wamama muwe mna surprise wakati mwingine wachungaji na viongozi. Nawaambia hiki tumejiorganize, wamama tunafanya. Maana nyie ni jeshi kubwa. Sasa jeshi mnapigana na nani? Sisi humu hatuna maadui ya kupigana nao. Ni jeshi la kupigana na mabils. Mnapambana nayo, mnayasolve. Lakini pia jeshi ambalo linaandaa tu zawadi
kwa ajili ya wachungaji wao, kuwa surprise. Mama, mwe mnawa surprise viongozi wenu, wanatiwa moyo kwamba tuko na watu kanisani. Wakati mwingine mnawaambukiza na wababa, wakiona mmefanya na wababa wataanza kujiorganize na wao kufanya kitu fulani. Mwisho mtajikuta mnagombaniana vitu. Wababa wanasema tunalipa rent si tulishalipa miezi 3. Tunafanya hiki. Si tulishafanya. Unajua ukiwa na kanisa ambalo wanagombaniana kulipa mabilis, kufanya vitu kanisani, wanagombaniana mazawadi kwa wachungaji, yaani unaliona kanisa limechangamuka kabisa. Amen. Mko na swali? Maana muda wetu umekimbia. Ili turudi nyumbani na wengine wametoka mbali. Kesho tutakuwa na semina ya viongozi wale wanaotumika kanisani. Kuna watu mama ambao ni viongozi hapa. Una nafasi kokote kanisani? Mopo? Tutakutana kesho tuzungumze mambo machache kuhusu viongozi. Alafu siku ya posho asubuhi tutakuwa na semina ya wanandoa. Au asubuhi mnaenda kutumika? Kwa tutapatikana. Tupigwe nyundo ili nyumba zetu ziwe sawa. Alafu jioni tutakuwa na semina ya wote. Itakuwa mafundisho ya watu wote. Jumapili asubuhi tuko na vijana. Wahamasisheni watoto wenu waje kwenye hiyo semina ya vijana. Si unajua watoto wa huku wanavyosumbua. Wanapaswa kupigwa manyundo. Kwa sababu nyie hamwezi. Ukika koromea kamepiga simu polisi. Hasa mimi hawatapiga. Na wapiga nyundo hapa. Tutonyoke kidogo tutoto. Amen. Lakini mchana tutakuwa na semina ya wote. Kwa hiyo mmesema hamna maswali? Uliza.